Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa, tunaendelea tena na ujumbe wetu siku ya leo, na tuwakaribisheni watu wote tupatie sikio lako na ukasikize ujumbe huu. Neno la Mungu lina uwezo wa kuokoa na kulenga mahali ambapo panafaa, na Mungu kupitia hekima yake analinena neno lake ili liweze kuaddress katika sehemu fulani ya maisha yako ambayo umekuwa ukistruggle, sehemu ya maisha yako ambayo umekuwa ukistruggle, kwa maana Mungu hapendi tu struggle. Anataka tumuishie katika uhuru wote na tumtumikie katika uhuru huo. Na ndio maandiko yasema kwamba njooni kwangu ninyi msumbukao na mliolemewa na mizigo mizito, nami nitawapumzisha. Hatuwezi tumikia Mungu 100% kama hatujaingia kwenye pumziko hilo, tukiwa na mahangaiko huku na kule, tukiwa na mivuto ya huko na kule. Bwana anataka tulenge na tumlenge na tumtazamie peke yake, tumfuate peke yake kama rubani wa maisha yetu, kama mwanzilishi na mwenye kutamatisha imani yetu, na sote ni wadeni wake Mungu. Sote ni wadeni wake Mungu. Ujumbe wetu wasema we live unto the Lord, ya kwamba tunamuishia Mungu na tuna deni ya kumuishia Mungu. Huyu Mungu ambaye ali make efforts wakati hatukuwepo, hatukujulikana, hatukutambulikana, hatukuonekana, na hakuna ambaye alijua tutapatikana dunia hii. Mungu alishughulika mpaka tupatikane. Na kabla hajatuleta dunia hii, aliumba dunia na akaweka vyote ambavyo vingesaidia kufanya maisha ya mwanadamu yawe comfortable na akaishi pasavyo katika dunia hii. Ametutayarishia makao, sio tu mbinguni, ametangulia hapa maisha yetu. Hata tayari Mungu ameishi 2021, tayari ameishi 2050. Kwa nini? Ili atangulize, ili atuandalie tukiishi tufikishe miaka ile. Kila siku ya maisha yetu tutakuta mambo aliyetuandalia, na ili tusiweze kuhangaika, tusiweze kutaabika, kwa maana huyo Mungu anataka tumuishie yeye na tumtumikie yeye katika jina la Yesu Kristo, na tusifuate njia na namna za dunia hii. Hebu tusikie katika kitabu cha Proverbs ambacho ni Mithali 14 ubeti wa 12. Mithali Proverbs 14 verse 12 inasema nini? Iko njia ionekanayo kuwa sawa machoni pa mtu. Kuna njia ambayo huonekana ni sawa machoni pako wewe ukiwa mwanadamu, unaona ni sawa, lakini mwishowe tamati ya hiyo njia ni njia za mauti. Ni njia ya mauti, ni kifo, ni angamio. Na hayo ndio maisha watu wengi wanaishi, na hayo ndio maisha niliishi hata nami. Shetani alinionyesha wokovu ni maisha magumu mno. Vijana hawawezi kuishi maisha ya wokovu. Hivi ndivyo alinionyesha. Na hebu nikwambie, nililelewa na mama ambaye alikuwa ameokoka, na nilijua, nilipotazama babangu maisha yake, nikaona hii maisha ya baba sio mazuri. Maisha ya pombe, maisha ya kuingia huku na huku si mazuri. Na nikatazama maisha ya mamangu ambaye alikuwa ameokoka na anamtumikia Mungu, nikaona maisha haya ni bora. Ndani yangu kulikuwa na mng'ang'ano, mvurutano, niokoke nisiokoke. Shetani yuko ananionyesha ugumu wa wokovu. Lakini hebu nikwambie, siku moja Bwana alishuka na nikatoa maisha yangu kwa Yesu nikiwa na umri wa miaka 27. Na hebu nikwambie, tangu siku hiyo mpaka leo sijajuta hata siku moja. Nimezidi kufurahia maisha ya wokovu na maisha yangu kila siku ya maisha yangu. Tumesikia kwamba there is a way that seems right in the eyes of God, in man, but the end thereof is destruction. Shetani asikudanganye. Maandiko yasema kwamba Satan is the deceiver of the nations. Katika Revelation 12 verse 11.
Maandiko yanasema kwamba Satan is the father of lies. Katika John 8:44, he is the father of lies. He is the deceiver of the nations. Na mahali pengine maandiko yanasema kwamba he is the spirit of error. The spirit of error. Yeye ni pepo la makosa. Yaani ukimfuata shetani atakuelekeza kwenye uongo na kwenye makosa na hatimaye utashindwa. Lakini Yesu akasema, mimi ndimi njia, uzima na ukweli. Hakuna ajaye kwa Baba ila apitie kwangu. Nilipomchagua huyo Yesu ambaye ndiye njia na uzima na ukweli, jameni sijajuta, jameni sijateseka. Nimefurahia kila maisha ya siku yangu. Tunapomfuata, mwacheni hizo njia mbaya, tumfuate Bwana. Hata wakati tumeokoka, kuna wakati mwingine wa Kristo upenya hivi na vile na wanapinduka hapa na pale, lakini hebu nikwambie, shetani atakucharaza. Ikiwa unaishi kwa nuru, tumesikia maandiko yanasema tukae kwa nuru. Hebu turudie hiyo andiko tena. Katika 2 Corinthians chapter 6. 2 Corinthians chapter 6 verse 14 and 18 to 18. Don't team up with those who are unbelievers. Don't team up. Don't form a team with those who don't love Christ. Those who don't please Christ. Yes? How can righteousness be a partner with wickedness? Righteousness will never be a partner with wickedness. Never, never, never. Some of those are doers of wickedness, but you have been called to fulfill righteousness and righteous acts, and to bring out the life of God, and to display the life of Christ in this world. But those who are wicked and evil, they are displaying the life of their master and the character of their master. We should not get mixed up with them. How can light live with darkness? Light can never live with darkness. What harmony can there be between Christ and the devil? There can never be. How can a believer be a partner with an unbeliever? It can never happen. God says it shouldn't happen. And what union can there be between God's temple and idols? There shouldn't be any union. For we are the temple of the living God. We who are born again are the temple of the living God. We are indwelt by the presence of God, by the Spirit of God. Christ in us, the hope of glory. That's what the Bible says. As God said, I will live in them and walk among them. God said, I will live in them and walk in them. So, there's no way you can be in Christ and walk in the wrong ways, because God is walking in you and lives in you. Huyu Mungu anaishi ndani yako na huyu Mungu anatembea akiwa ndani yako. Na tumesoma pale awali ya kwamba there is a way that seems right to a man, but the end thereof is destruction. Jameni, wakati tumeruhusu Mungu akae ndani yetu, anasema nitakaa ndani yenu na nitatembea nikiwa ndani yenu na nitaishi ndani yenu. Na kwa hivyo anapotembea akiwa ndani yetu, atatuelekeza kwa roho wake, na kupitia neno lake atatuelekeza kwa njia ambazo ni nyofu, njia ambazo ni za haki, njia ambazo ni za kweli, njia za utakatifu, njia za upendo, sio kupinda, lakini njia nyofu na za utakatifu. Tuendelee. I will be their God. Anasema atakuwa Mungu wetu. Tukitembea na yeye, tumruhusu akae ndani yetu na atembea akiwa ndani yetu, atakuwa Mungu wetu. Jamani, hakuna kitu exciting kama kujua kwamba Mungu anasema and I will be your God Isaac. And kama vile Mungu aliambia Israeli, you shall be my people and I'll be your God. Akasema come out from among them and be ye separate, and you shall be my people and I'll be your God. I'll put my name in you. Hallelujah. Ni jambo la kusisimua wakati Mungu anasema kwamba atakuwa Mungu wetu na ataliweka jina lake takatifu ndani yetu. Tuendelee. And they will be my people. Therefore,
come out from among unbelievers and separate yourselves from them, says the Lord. Don't touch their filthy things, and I will welcome you. And I will be your father, and you will be my sons and daughters, says the Lord Almighty. Amen. Tunapotoka hapa tutaingia kwenye andiko 1 John chapter 4 verse 4. Very quickly. The epistle of John, the first epistle of John, chapter 4 and verse 4. Can you read that for us? Read. Ninyi watoto wadogo, mwatokana na Mungu, nanyi mmewashinda, kwa sababu yeye aliye ndani yenu ni mkuu kuliko yeye aliye katika dunia. Maandiko pale mbele yananenea kuhusu roho ambazo zimemwagwa duniani. Kuna roho nyingi, mapepo mengi, maroho mengi ambayo yamemwagwa. Dunia imejaa na maroho mengi. Lakini hapa maandiko Bwana anasema kwamba ninyi ambao mmeokoka, ninyi watoto wadogo, mmeshinda yale maroho, mmeyashinda yale mapepo, kwa maana aliye ndani yenu ni mkuu kuliko aliye nje. Aliye ndani yenu ni mkuu kuliko huyo shetani, baba wa mayale mapepo. Kile ambacho chaweza kupatia hakikisho ya kuishi maisha ambayo ni bora na soba, maisha ambayo ni ya amani na utulivu, maisha ambayo itamfurahisha Bwana, maisha ya kumzalia Mungu matunda ya kudumu, ni kuwa na Kristo ndani yetu. Maandiko yasema, watoto wadogo, mmemshinda hayo mapepo, hizo maroho mmezishinda, kwa maana aliye ndani yenu ni mkuu kuliko aliye nje. Aliye ndani yenu ni mkuu kuliko shetani aliye nje. Ni vizuri kujua kwamba tunamwishia Mungu. Tusimwishie shetani. Tusichanganye maisha haya. Tusikichanganya, matokeo yatakuwa mabaya. Tutazaa mbegu zipi? Tutazaa mbegu zipi? Ile vine ambayo ni wild inazaa wild grapes. Ile vine ambayo imetengezwa na imepandwa vizuri ya nyumbani inazaa zabibu ambazo ni safi. Sisi ni zabibu safi. Tunapomruhusu Kristo kae ndani yetu, na tunapoishi maisha yake, na tunapomruhusu atembee akiwa ndani yetu, na tunapoishi kulingana na neno lake na mafundisho yake, jameni, tutamzalia matunda mazuri. Tusome andiko la mwisho katika Ecclesiastes chapter 12 and verse 1. Mkumbuke Muumba wako siku za ujana wako. Fikisha tu hapo. Mkumbuke, hebu endelea kidogo sana. Kabla hazijaja siku zilizo mbaya. Mkumbuke Muumba wako siku za ujana wako. Kizungu chasema, King James, remember now your creator in the days of your youth. Remember now, not tomorrow. Now as you hear this word from me, remember now your creator in the days of your youth. Jamani, ni ya muhimu usipoteze maisha yako. Mungu mwenyewe is thundering from heaven. Unajua kuna wakati mtu jiuliza, na saa hii nikiuliza Mungu, ikiwa naweza kuuliza Mungu saa hii, ikiwa naweza kuniruhusu nimuulize tu Mungu, what are you saying about Isaac now at this moment? How are you seeing me now at this moment? What are you saying about me at this moment? What is required of me at this moment? Let me tell you, at this moment, what God is saying about you, Mungu anasema, remember your creator in the days of your youth. Remember your creator today. Kabla siku za uzee hazijakuja, siku za machungu, siku za majuto, siku ambazo utakuwa umepungukiwa na nguvu na hekima, utakuwa umepungukiwa hata na afya, siku ambazo mvi utajaa kwenye kichwa, siku ambazo hautajua mambo mengi, utaanza kusahau. Anasema leo katika ujana wako mkumbuke Bwana Mungu wako. Siku ya leo katika ujana wako mkumbuke Bwana Mungu wako. Jameni, tunapomkumbuka katika ujana wetu,
atayanyosha mapito yetu, na hatutaweza kukengeuka, hatutaweza kupita upande huu na huu. Tutafuata mwongozo wake, tutafuata maelekezo yake, tutalifuata neno lake, njia zake ambazo ni nyofu za wokovu. Na nakwambia maisha yetu yatakuwa manukato mazuri mbele za Bwana. Maisha yetu yatafurahisha Mungu, na Bwana atajipiga kifua na aseme hallelujah, the life of Isaac is a blessing to me. It is not a curse, it's a blessing to me. The life of my son is a blessing to me. The life of my daughter is a blessing to me. Oh, the life of my child is a blessing to me. Hallelujah. That's exactly what God is going to do. And out of your life, God is going to bring out something great. And I believe salvation will not end up there. It will be poured down to your children, down to your descendants. The call of God, the glory of God, the honor of God shall be poured down to your descendants. And when you have left this world and you are long gone, your children, your descendants will be left enjoying your relationship and the fruit of your relationship with God. My brother, my sister, let's remember God in the days of our youth. Let's live unto the Lord. Let's live for the Lord and God only. God bless you. See you in our next telecast. Amen.